naomba nizibainishe. Moja, walimu wengi kutolipwa au kucheleweshewa stahiki zao, mfano malipo ya likizo. Hapa naomba kukazia. Walimu wengi kutolipwa au kucheleweshewa stahiki zao, mfano malipo ya likizo, hamisho na matibabu. Hii ni changamoto inayowafanya walimu kukosa utulivu katika kutekeleza majukumu yao. Mbili, walimu kukamatwa kila mara na wakopeshaji ambao sidhani kama wanalipa kodi ya serikali na kuwabamikizia madeni makubwa tofauti na makubaliano, pia kuficha mikataba wanayoandikiana. Tatu, uhaba wa nyumba za walimu za kuishi ili waweze kuwa karibu na vituo vya kazi. Nne, kufanyika kwa mabaraza ya wafanyakazi moja kila halmashauri badala ya mabaraza mawili kwa mwaka. Hii ni kuwanyima haki wafanyakazi ya kufanya tathmini ya bajeti ya mipango ya maendeleo waliopitisha. Tano, upungufu wa walimu ukilinganisha na idadi kubwa ya wanafunzi iliyopo mashuleni. Sita, mishahara midogo isiyoendana na uhalisia wa gharama za maisha. Ndugu mgeni rasmi, hizo ni baadhi tu ya changamoto ambazo zinafanya walimu wengi kukata tamaa. Pamoja na risala iliyosomwa nzuri, ndugu mgeni rasmi mkuu wa wilaya, niseme tu pia kwamba ningependa kusisitiza jambo moja, kwamba upo ucheleweshaji wa maksudi kabisa wa malipo ya likizo kwa Tarime DC. Yaani pesa zinaweza zikaja pale zikakaa zaidi ya miezi miwili mitatu, walimu hawa hawajapata chochote. Wanaangalia salio mpaka wanaambia kwamba huduma hii sasa imeshindwa kupatikana. Kwa sababu tayari watakuta wenzao Tarime mji wameshafanyaje? Shapata. Dunia siku hizi kiganja. Kwambia si Tarime mji tumeshalipwa. Vipi huko? Wanaangalia salio. Kwa hiyo tatizo hilo lipo kwa Tarime DC. Wanachelewesha sana pesa za likizo. Zikija mle zinakaa, baadaye zinakaa. No. Kwa hiyo lipo hilo kwa Tarime DC. Pia kuna tatizo lingine la pili ni kwa Tarime mji. Ipo tabia ya kuhamisha walimu kwa kukatwa kama mafungu ya nyanya. Mafungu ya nyanya mnajua wanavyogawana au ng'ombe, unahesabu 1 2 3 hamia ile shule. 1 2 3 hamia ile shule. Huo sio utaratibu. Utaratibu unaotakiwa ni kwamba mtu apewe barua ya nini? Ya uhamisho. Lakini ukaenda kuwapanga walimu kama ng'ombe, alafu unaanza kuhesabu eti waliohesabu 1 wasogee mbele, waliohesabu 2 wasogee mbele, waliohesabu 1 mnahamia komote, waliohesabu 2 mabaki mkende. Huo sio utaratibu. Kwa hiyo sisi kama chama tuendelea kupigania kwamba utaratibu wa uhamisho ufuatwe. Sawa sawa ndugu zangu, watu wasikatwe kama ng'ombe, maana sisi ni binadamu. Ndugu zangu, baada ya mambo haya yote tutaingia katika swala la kupiga kura. Tutaingia katika swala la uchaguzi, na swala la uchaguzi ni swala la muhimu sana. Watu watachagua, watu watafanya uchaguzi, watafanya maamuzi makubwa kwa ajili ya mustakabali wa chama cha walimu. Kwa kuwa mimi pia wakati mwingine ni mchungaji na kondoo wangu ndio nyinyi, sasa siwezi kuacha hivi bila neno. Ukisoma Hesabu 26 fungu la 56 inasema kama kula itakavyokuwa ndivyo urithi wao utakavyokuwa. Bwana asifiwe. Hapa mmeeleza kwenye risala yenu kuna changamoto kadha wa kadha, si ndio? Mna haki zenu ambazo mnaona hazitekelezwe. Lakini kuna sehemu anasema wajibu pia. Mwenyekiti umesema wanahamishwa kama nini? Kama nyanya. Kama nyanya. Wakati mwingine na lazimu, lakini ombe halmashauri tuzingatie utaratibu ule mzuri wa kuhamisha. Na nini walimu mkumbuke wajibu wenu. Najua kila mmoja na ile job description, ndio? Kama huzingatii tunakuona ufanye vizuri na pale ulipokaa hapa na changamoto au unasababisha migogoro, hatutasita kukuhamisha kupeleka sehemu nyingine. Lakini lazima tuzingatie zile taratibu za uhamishaji. Kwa hiyo niwaagize wakurugenzi tuzingatie taratibu za kuhamisha walimu. Lakini pia na si walimu tukumbuke wajibu wetu. Najua idara ya elimu ina utaratibu wa ukopaji. Kuna maelekezo mahususi
mnatakiwa mkope wapi, si ndio? Tuna taasisi za kifedha ambazo zinakubalika kisheria kwenda kukopa. Sasa niombe walimu, ni aibu sana mwalimu umeweka kadi yako ya mshahara iko kwa mfanyabiashara au mkopeshaji wakausha damu. Mheshimiwa Rais ametuletea taasisi nyingi ambazo zinakopesha. Alafu ukope kwa kiasi. Kopa kwenye uwezo ambao utabaki wewe kuweza kuishi. Sasa mwalimu unakopa mpaka unapitiliza, una take home yako unabaki shilingi 10,000. Inawezekana wapi? Kwa nini usiende kukopa kwenye banda umiza? Kwa ni washauri walimu, tuache kukopa mitaani. Utaingia kwenye mikopo. Lakini washauri walimu, tuwe na vyanzo vingine vya mapato. Lakini pia niagize halmashauri kutenga fedha kwenye bajeti yenu, kwenye makusanyo yenu, kuongeza ujenzi wa nyumba za walimu. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.